Moja kati ya habari kubwa ambazo zimekuwa zikisambaa zaidi kwenye viunga vya michezo pamoja na burudani ni swala zima la Simba kuweza kurudi kwa kasi ya 5G. Tuliweza kuona namna ambavyo Young Africans pamoja na Simba wakiwa kama watani wawili wa jadi wanapokutana mfululizo. Yanga aliweza kumwadhibu Simba vikali, ukiachana na ile ya bao 5 zikaja nyingine bao 3, 2 na kadhalika mpaka kufikia wakawa wanatoa draw. Hapa ndipo ambapo hatua kubwa ya Simba ilianza kuonekana. Ni mara baada ya Simba kuweza kuwekeza nguvu kwenye kufanya registration za wachezaji pamoja na sajili mbalimbali ambazo hakika zimebadilisha vikosi vya Simba na kuwa ni vya moto kweli kweli. Zile toa ni kuweke ama ingiza na kutoa za wachezaji ziliweza kubadili mtazamo wa timu kwa ujumla pamoja na walimu ambao walikuwa wakifanya kazi Simba kuhakikisha kwamba Simba inarudi katika ubora wake, basi ikakaa kwenye ubora ule ule. Sasa Samata akiwa kama nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania na ni mchezaji ambaye ana experience ya kutosha sana kuhusiana na soka na ana ujuzi na uzoefu wa muda mrefu sana kuhusiana na soka la hapa nyumbani Tanzania. Moja kati ya maneno ambayo Samata amekuwa akieleza na kufunguka kuhusiana na soka la hapa nyumbani Tanzania ni mabadiliko makubwa ya hivi sasa. Katika dunia ya leo ya kisayansi na teknolojia, mchezo wa soka umekuwa na nafasi kubwa sana na kuna namna mbalimbali za wachezaji kuweza kujichuni, kujifunza pamoja na virabu vya soka kuweza kupambana ili kupiga hatua zaidi kitaifa pamoja na kimataifa. So kabla sijakwambia nini ambacho Samata ameweza kukieleza kwa ukubwa sana, kwanza nikukumbushe wewe ambaye bado hujajiunga nasi hapa, gusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe ili usipitwe na habari pamoja na matukio ya kila siku. Sasa kwa upande wa Samata tunafahamu kwamba amepita kwenye virabu vya soka vya hapa nyumbani miaka mingi iliyopita mpaka hivi sasa. Samata akiwa anacheza kimataifa ni heshima kubwa sana kwa taifa na ni wajibu wake kuweza kutoa ushauri pamoja na nasaha pale anapopata nafasi. Samata ameielezea Simba kama timu kubwa yenye historia na timu ambayo ina jina la kipekee hapa barani Afrika. Amegusia takwimu za Simba pamoja na chambuzi kidogo na kuongea kwamba alikuwa akijisikia vibaya na kuumizwa pale ambapo anaona klabu kubwa kama ya Simba ikipitia nyakati ambazo ilikuwa haipati matokeo mazuri. Japokuwa si swala geni kwa virabu vya soka hapa duniani kote kupitia nyakati kama hizi, na si kwa Simba tu kama ni timu ya kwanza, bali virabu vingi tumevishuhudia hata kimataifa vimekuwa vikipitia nyakati ngumu pia. Lakini alikuwa akiamini kwamba siku moja Simba itakuja kukaa sawa, na hivi sasa anaiona Simba katika jicho la mbali zaidi. Samata ameeleza namna ambavyo Simba ya miezi kama 3-4 iliyopita ipo tofauti na Simba ya sasa hivi. Kwanza kwenye strength, wachezaji wamekuwa na strength ya hali ya juu, sio kuanzia goalkeeper mpaka back mpaka ma strikers pamoja na viungo, wote wanafanya kazi ambazo ziko katika roles na majukumu yao, na jambo hili limeweza kuonesha kwamba umoja pamoja na mabadiliko ya walimu na ushauri, lakini hata hivyo pia mazoezi yamekuwa yakiongeza zaidi uimara kwa wachezaji na kuboresha upendo pamoja na umoja. Kimepelekea zaidi wachezaji wa Simba kuweza kushikamana na kuwa katika lengo moja la kuhakikisha kwamba wanaifikisha Simba katika vilele vya hali ya juu. Samata ameeleza na pia kutoa ushauri kwa wachezaji wa Kitanzania pamoja na wengine ambao wanamsikiliza kwamba jambo la kwanza la mchezaji, key way to success, lazima kwanza nidhamu izingatiwe. Hiki kitu amekiona kwa wachezaji wa Simba wa sasa hivi, licha ya kuwa wale waliokuwepo klabuni na hata hawa wageni ambao wameongezeka, kuna kitu cha kuweza kupeana heshima na kuzingatia adabu kwa kila mmoja. Wachezaji wanapokuwa wanaheshimiana, wana adabu mmoja kwa mwingine, mkubwa kwa mdogo, hii huwa inatengeneza upendo pamoja na mshikamano. Na kitu kikubwa kinachofanya timu yoyote ya soka ili iweze kuibuka na matokeo mazuri ni hali ya umoja pamoja na mshikamano, kitu ambacho Samata amekielezea na kukizungumza kwa upana zaidi na kukusema kwamba hiki kitu amekiona kwa upande wa Simba. Lakini pia amepongeza uongozi pamoja na
wawekezaji wa Simba kwa kitu kikubwa walichokifanya, kuweza kuifanya Simba kuweza kurudisha ile burudani iliyopotea kwa muda mrefu kwa mashabiki zake. Mimi nikukumbushe tu kwamba Simba ni miongoni mwa timu ambazo rekodi zake ni za kipekee sana hapa barani Afrika. Una nini cha kushauri kwa Simba kwa kipindi hiki ambacho wamerudi katika ubora na kasi yake ile ile? Tuambie hapo chini kwenye upande wa comment section, lakini pia usisahau kuweza kulike, kucomment pamoja na kushare video hii kwa wadau pamoja na wana mbalimbali, nao pia wapate kuona taarifa na kupata maarifa kuhusiana na soka la hapa nyumbani Tanzania. Tunakuletea taarifa zetu kila siku hapa mezani kwetu, kujadili pamoja na kuchambua kwa pamoja, ni swala ambalo tunalifanya kila siku. Karibu tena.